Kwa siku mbili mtawalia, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mwenyeji wa marais wawili wa mataifa jirani. Siku ya Jumapili kwa nizamu ya Paul Kagame kutoka Rwanda ambaye alikuja nchini kwa ziara ya siku moja. Lakini Jumatatu hii leo Ikulu pia imempokea Rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto ambaye yeye atakuwa nchini kwa siku mbili. Ziara yake ya kwanza imeanzia leo ambako alianzia pale Ikulu na baadaye alikwenda katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere ambako kulikuwa kuna masuala ya kibiashara pale yakijadiliwa. Lakini kesho anatarajiwa kuwepo pale Dodoma ambako atahutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wote hawa wawili wamekuja hapa nchini, lakini katika mazungumzo yao mbele ya wanahabari baada ya vikao vya tete a tete na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, masuala ya kiuchumi ndiyo yamegusiwa. Leo tumeshuhudia kwamba Kenya na Tanzania imeahidi kufikia mwisho wa mwezi huu vile vikwazo vyote visivyo vya kikodi vitakuwa vimemalizwa. Lakini jana Rais Kagame akasema ya kwamba ni wakati sahihi kwa mataifa haya mawili kuimarisha na kujenga uchumi wake ili mataifa yenyewe yapige hatua kwa haraka zaidi. Kulikoni? Msisimko mpya unaanza kuonekana, na je, Tanzania inarejea katika zile zama zake za kuwa kaka mkubwa? Ndio swali kwenye eneo la kiuchumi ambalo wengi wamekuwa wakihoji. Naitwa Nurdin Selemani nikikualika kwenye uchanganuzi. Matumaini yangu ya kwamba Jumatatu imeanza salama salmini. Studio tunaye Walter Nguma ambaye ni mchumi. Karibu sana. Asante sana Nurdin. Kwema? Kwema kabisa. Mambo yanasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kabisa. Tuanzie hapa kwa Rais Ruto ambaye kwanza mwaka jana tulimshuhudia alikuja mara mbili. Alikuja kwenye mkutano wa masuala ya nishati na baadaye alikuja katika kikao muhimu sana cha kujadili hatima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambacho kilikutanisha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wale wa SADC. Na mwaka huu amekuja tena, lakini safari hii ni ziara rasmi ambayo anakutana na Rais Dr. Samia Suluhu. Moja ya maafikiano ambayo yamefikiwa licha kwamba pia kumesainiwa hati za makubaliano 8, lakini eneo muhimu linatajwa kwamba nchi hizi sasa mpaka kumalizika mwezi Mei zitakuwa zimemaliza vile vikwazo ambavyo sio vya kikodi. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ukiangalia mambo yanayoendelea kwa mfano hivi sasa duniani, unaweza kuona kwamba kuna haja ya kuimarisha ule uchumi wa kikanda, kwa maana ya kwamba kuweza kuona kwamba kama wenzetu huko mambo yakiwa magumu, je, ni kwa jinsi gani ambavyo sisi tunaweza kuwa wamoja na tukawa na soko la pamoja ambalo linaweza kutusaidia kiasi kwamba hatulitegemei sana lile soko ambalo pengine mambo yao yanapovurugika basi moja kwa moja na sisi pia yanatuathiriki kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunapowaona viongozi hawa wawili katika nchi mataifa makubwa ndani ya Afrika Mashariki wanakutana na kuzungumza, basi tunapata picture na tunaweza kuona mwelekeo wa kwamba sasa wameweza kuona umuhimu wa kuweza kulinyanyua soko la ndani ili angalau kwamba mataifa haya mawili yaweze kupiga hatua kubwa kiuchumi. Nasema hivyo kwa sababu ukiangalia mataifa kwa mfano ya Ulaya yameweza kupiga hatua kubwa kiuchumi kwa sababu walishikamana, wakaamua kuungana kwa pamoja, wakaamua kuondoa vikwazo vile vya kiuchumi, wakaamua kuondoa vizuizi vyote vya kishuru na kikodi ambavyo vilikuwa vinazuia kukua kwao kiuchumi. Na walipofikia hatua hiyo, ndio maana leo tunatamka tu jina moja Ulaya, lakini ndani ya Ulaya kuna mataifa mengi. Sasa na ndani ya Afrika ya Mashariki ndio mtihani ambao tuko nao hivi sasa, ambao inabidi kuondoa vikwazo hivyo vyote. Sasa tumeondoa vikwazo ambavyo sio vya kikodi na sasa bado tunahitajika pia kuja kuondoa vile vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kikodi, ili angalau sasa tuweze kuimba wimbo kama wenzetu wa Ulaya walivyo hivi sasa. Yes.
Faida yake nini kwenye uchumi wa nchi hizi mbili mnapofikia hatua kusema kwamba sasa vikwazo ambavyo sio vya kikodi tunaviondoa? Kwanza unatengeneza ile confidence, ule ujasiri kwa wafanyabiashara kusema kwamba ninaweza kuweza kupeleka mtaji wangu kwenye nchi fulani, kwa sababu mojawapo kama kukiwa masuluhisho hayajapatikana, migogoro ipo, maana yake mtu anaweza kuogopa kupeleka mtaji wake kwenye nchi fulani kwa kuhofia kwamba nitakapopeleka mtaji wangu kwenye mataifa fulani lolote linaweza kutokea, ninaweza nikaupoteza mtaji wangu au ninaweza kupoteza bidhaa zangu. Kwa hiyo migogoro ya namna hiyo inapoondolewa, kwanza unatengeneza uwanja mzuri wa kuweza kuambia sasa soko liko salama na mnaweza kufanya biashara. Kwa hiyo mtu anaendelea kuwa na ule ujasiri wa kusema kwamba sasa Kenya ni nyumbani na Wakenya nasema Tanzania ni nyumbani. Kwa hiyo anapata ule ujasiri wa kusema kwamba sasa nikawekeze ndani ya Tanzania. Lakini pia kuna faida nyingine kwamba tunanyanyua vile viwango vya ajira katika mataifa yetu, kwa sababu ukiangalia ni nchi ambazo tunashare mipaka katika eneo kubwa sana. Kwa hiyo kama tukiondoa vile vizuizi ambavyo sio vya kikodi, maana yake kwamba ile migogoro kwenye mipaka na kadhalika inapokuwa imepata ufumbuzi, maana yake ni kwamba Watanzania wataweza kuziona fursa zilizopo ndani ya Kenya na Wakenya pia wanaweza kuziona fursa ambazo zipo ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tunaweza kunyanyua viwango vya ajira. Tunatoka kwenye hivi viwango tulivyo hivi sasa, kwa sababu kwa ushirikiano tulionao kati ya Tanzania na Kenya hatupasi kuzungumza ajira 8,000. Tunapaswa kuzungumza ajira kubwa, kwa sababu ni mataifa ambayo hivi sasa unazungumza huku tunakimbilia karibia watu milioni 70. Kenya na wenyewe ni wako watu milioni 60, na sasa unaweza kuona katika mazingira hiyo hatupaswi kuzungumza hadithi ya ajira 8,000. Tunapaswa kuzungumza ajira kubwa zaidi kwa Watanzania. Lakini pia ukiangalia hata mitaji tunayozungumza hivi sasa inapaswa kuwa mikubwa zaidi. Sasa hiyo mitaji inapaswa kwenda juu zaidi pale ambapo migogoro hii inakuwa inaondolewa. Hauwezi kuondoa migogoro ya kikodi, hauwezi kuondoa zile changamoto za kikodi na kwenye ushuru kama hii migogoro mingine ambayo haihusiani na hiyo kumalizika kwanza. Kwa hiyo hatua hiyo ni hatua kubwa, kwa sababu kama unakumbuka kulikuwa na issue mara vifaranga, huyu anasema sumu. Kwa hiyo migogoro kama ile maana yake ni kwamba mfanyabiashara anasema ya nini mie, bora nijiweke pembeni kuepuka haya matatizo. Lakini kama mambo kama yale yanapokuwa yanaondoka, sasa mfanyabiashara anakuwa na ule ujasiri wa kusema sasa ngoja nikachape kazi. Kwa kuzingatia uwekezaji wa kila nchi katika taifa lenzake, sababu kuna Watanzania wamewekeza Kenya, kuna Wakenya wamewekeza Tanzania kabisa, na hizo biashara nyingine zinaendelea. Hapa kuna mtu ambaye tunahisi atakuwa mnufaika zaidi ama ni 50-50? Uwanja uko wazi, japokuwa inaonekana kwamba umelala kwetu, kwa maana ya kwamba Watanzania wengi wananufaika na fursa, Wakenya wengi wananufaika na fursa zaidi ndani ya Tanzania kuliko vile ambavyo Watanzania tunanufaika na fursa tunazozipata kutoka Kenya. Na unaweza kuiona tu katika ile minadhili ya manunuzi. Ukiangalia Kenya wananunua kidogo sana kutoka kwetu kilinganisha na sisi tunavyonunua kutoka Kenya, kwa maana ya kwamba sisi ni 25% tu tunauza Kenya, lakini sisi tunanunua Kenya 70%. Kwa hiyo unaweza kuona uwanja umelala hivi. Kwa hiyo kuna haja pia ya kuweza kuhakikisha kwamba elimu ya kibiashara, lakini vile vile namna pia ya kuweza kutoa msukumo kwa wafanyabiashara wetu wenye mitaji ndani ya nchi yetu kuweza kuziona fursa ambazo zipo ndani ya Kenya, kwa maana ya kwamba leo tumesaini mikataba 8. Mikataba hii 8 ya kiushirikiano ni vizuri kuhakikisha kwamba isibaki kwenye makabrasha au kwenye ofisi. Wazungumze na wafanyabiashara, wazungumze na wafanyabiashara. Unajua hata Wachina wanaokuja kufanya biashara hapa wana muunganiko mkubwa kati yao na serikali zao, kwamba sisi tumezungumza na rais wa Tanzania, tumezungumza na waziri wa viwanda, tumezungumza na waziri wa kilimo, tumezungumza na waziri wa usafirishaji. Kuna fursa 1, 2, 3. Bwana mkubwa, hebu njooni, mnaweza kwenda kuwekeza pale, sisi tuko nyuma yenu.
Tukifanya hivyo ndio itakuwa namna kubwa ya kuwawezesha wafanyabiashara wa Tanzania kuto kutegemea Kariakoo peke yake, wakakwenda na kwenye masoko mengine ya kimataifa au nje ya Tanzania. Hatua hii inaweza ikawa inaleta chachu gani kwenye kumaliza vikwazo vya miaka nenda miaka rudi tangu kurejea kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Unajua, kutokuelewana kwenye masuala ya kisiasa ndiyo ambayo yanaleta haya yote kwenye masuala ya kibiashara au kwenye uchumi, kwa sababu ukija kuangalia ni kwamba uchumi unategemeana pia na namna ambavyo siasa inakwenda. Siasa ikiharibika na uchumi nao unaharibika hapo hapo. Kwa hiyo kutokukubaliana katika masuala ya kisiasa ni vizuri yakaweka katika makubaliano ambayo hayatakwenda kuleta athari kwenye upande wa kibiashara au kwenye uchumi. Na ukija kuangalia kwa mfano inapotokea katika nchi zetu hizi za Kiafrika, na ndio maana unakuta kwamba watu wengi wanaogopa sana kwenye kuhamisha mitaji yao, kwamba ikitokea Walter na Nurdin tumepishana kidogo, unachukua lile jambo kufanya kwamba sasa linakuwa ni jambo la kitaifa, kwamba sasa wewe bwana, wewe usipite huku na wewe usipite huku. Kwa hiyo kunakuwa na hizo vuta. Kwa hiyo ni vizuri kwenye kujenga, ni vizuri sana hata tunapowaona viongozi hawa wanakaa pamoja, ni hatua moja nzuri sana ambayo inachochea sekta ya kibiashara, sekta ya kiuchumi kuweza kukua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hawa bwana wakubwa hawa wasipokaa pamoja, wakala chakula pamoja, wakanywa chai pamoja, wakazungumza pamoja, basi hata wafanyabiashara wasipowaona kwa pamoja hivi, wenyewe wanaona kwamba mazingira hayako rafiki, wanaogopa kwenda mbele. Lakini hawa wanapokuwa mbele, basi wanapeleka taswira kubwa kwa wafanyabiashara kuona kwamba sasa tunaweza kufanya biashara. Kwa hiyo kuna namna fulani sio namna fulani, kuna namna kubwa kabisa ya kuendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea kuweka mazingira mazuri ya kisiasa kwa ajili ya kutengeneza uchumi mzuri ndani ya Afrika Mashariki. Kukiwepo na misuguano ya kisiasa, basi tujue kabisa kwamba kwa asilimia kubwa tunaendelea kurudisha maendeleo yetu nyuma, tunaendelea kuziharibu sekta za kiuchumi, sekta za kiuzalishaji, na matokeo yake ni kwamba tunaendelea kutengeneza kundi kubwa la wana Afrika Mashariki ambao hawana ajira, wana Afrika Mashariki ambao bado wanaendelea kuwa tegemezi na mambo mengine kadhalika yenye mfanano huo. Ziara ya Rais William Ruto inakuja siku moja baada ya Rais wa Rwanda Paul Kagame kuja hapa nchini, na jambo ambalo naye alisisitiza ni kuhakikisha kwamba hizi nchi mbili zinaendelea kukuza uchumi wake ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Kwa nini haya mambo yanaonekana sasa msukumo wa kiuchumi zaidi kwa nchi hizi, sasa tuseme nchi tatu? Unajua, tulikuwa na mwanzo mzuri sana. Yale yaliyotokea kwenye mambo ya uchaguzi nadhani ndio yaliyoleta kidogo mambo kwenda taratibu, lakini baada ya mambo na tume na nini sasa, na pengine viongozi hao wakaona hakuna tena haja ya kusubiri, ni wakati sasa wa kuendelea kusonga mbele, kwa sababu wanaoumia zaidi ni wananchi. Kwa hiyo na wenyewe wako kwa ajili ya kusaidia wananchi wao. Rais wa Kenya anayo kazi ya kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata ajira, Wakenya wanapata masoko ya bidhaa zao. Ana kazi ya kuhakikisha kwamba Kenya inafunguka kiuchumi. Vivyo hivyo kwa rais wa Rwanda, na akitizama anaona kwamba mbona kuna soko ambalo tuko nalo, kuna sehemu ambayo kuna fursa, tumekuwa tukishirikiana 1 2 3 na kuna muda mrefu hatujafanya hivyo. Kwa hiyo wanaamua kufungua milango na kusema kwamba sasa hebu tusonge mbele, yaliyopita si ndio ile tugange yajayo. Wanasema sasa tuungane kwa pamoja tuweze kuona kwamba ni kwa namna gani tunaweza kusonga mbele kiuchumi. Kwa hiyo viongozi hawa wawili kuja nchini Tanzania kwa karibu kwa namna hii ni ishara nzuri, ni ishara ya kusema kwamba milango ya Rwanda iko wazi kwa ajili ya Watanzania kufanya biashara, milango ya Kenya iko wazi kwa ajili ya Watanzania kufanya biashara. Kwa hiyo na sisi Watanzania kuwapokea ni ishara ya kwamba milango yetu iko wazi kwa wao kuweza kufanya biashara na shughuli nyingine za kiuchumi kwa pamoja. Kwa hiyo ni ishara kubwa ambayo
kwa sababu ukiangalia Kenya na ukaenda na pia na Rwanda, unaweza kuona kwa mfano Rwanda tunazungumza uwekezaji, wamefanya uwekezaji ambao sio chini ya dola milioni 300 plus, tunazungumza bilioni 600 huko. Sasa katika namna hiyo, kwenye uwekezaji mkubwa namna hiyo, huwezi kuacha tu wafanyabiashara wanaheng hawajui waende wapi. Kwa hiyo viongozi wao kuja ni kuendelea kuwapa joto, kuwapa motisha, lakini kuwapa nguvu ya kuweza kusema kwamba endeleeni kuwekeza. Uhusiano wetu, ujirani wetu bado una nguvu. Na hivyo hivyo kwa Kenya, anapozungumza uwekezaji wa zaidi ya bilioni 800, anaendelea kuona kwamba, anaendelea kusema kwamba endeleeni kuwekeza, endeleeni kufanya biashara, kwa maana sisi bado tuko wamoja na soko letu bado ni liko wazi kwa kila mmoja kuweza kufanya biashara na kufanya shughuli za kiuchumi. Rwanda ni mteja mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam. Yes. Ziara hii inaweza ikawa inatupa chochote hapa, hasa nyakati hizi ambazo biashara mafuta imeingia kwenye msukosuko, na wao ni miongoni mwa watu ambao wanasafirisha mafuta mengi sana kupitia bandari ya Dar es Salaam kwenda Kigali. Ukweli ni wana mambo mengi ya kuzungumza, hasa ukizingatia pia na sisi mradi unaoendelea kule Kigamboni. Kwa hiyo wanayo kazi ya kuendelea kutengeneza ukaribu mkubwa na Tanzania, hasa kwa kuzingatia kwamba wanategemea mafuta yao kupita katika bandari ya Tanzania. Kwa hiyo lazima wakae na kuzungumza, hasa kipindi hiki ambacho gharama za mafuta ziko juu. Lazima aje akae na bi mkubwa, amwambie sasa, dada yangu, mafuta yamepanda bei, je tunafanyaje? Je, unanipunguzia nini kule kwangu bei isipande kubwa? Kwa hiyo kuna mazungumzo ya kidiplomasia ya kiuchumi katika kuweza kuona kwamba na yeye ana namna fulani hivi anatafuta namna ya kuweza kupeleka unafuu kwenye taifa lake, lakini pia ni namna ambayo inazidi kuweka ukaribu, kwa sababu Rwanda kutumia bandari ya Dar es Salaam ni manufaa kwetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo hata kama kukiwa na mazungumzo ya ziada, maana yake ni kwamba bado rais ataendelea kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kunemeka kutokana na ufanyaji wa biashara kati ya Rwanda na Tanzania, hasa katika upande wa bandari. Kwa hiyo mazungumzo hayo ni ya muhimu, na ndio maana unaona kwamba hata Kenya pia ujio wake lazima mazungumzo hayo yaishie kwamba sasa ili bomba la mafuta linaloishia kule Hoima kwenda kule Mombasa, vipi bwana bi mkubwa, tunazungumzaje hapa? Kwa hiyo kuna mambo ambayo yalikuwa yako mezani. Kwa hiyo sasa wameona kwamba ni wakati wa kuendelea kuyazungumza na tukaendelea kusonga mbele, mataifa haya yasibaki nyuma kwenye masuala ya kiuchumi, bali tukasonga mbele zaidi. Nafasi ya sekta binafsi kwenye haya ambayo yanaendelea kwa hizi nchi tatu ni ipi hasa katika ukuaji wao? Kwa kweli sekta binafsi ndiyo ambayo inalengwa zaidi, kwa sababu taifa lolote lile duniani ambalo limepiga hatua kiuchumi ni lile taifa ambalo sekta binafsi imekuwa kwa kiwango kikubwa, kwa zaidi ya 70%. Taifa ambalo sekta binafsi haijaweza kukua kwa zaidi ya 70% bado inajitafuta. Kwa hiyo na ukiangalia mataifa haya yanapambana kuweza kuhakikisha kwamba sekta binafsi ndiyo ambayo inatoa ajira zaidi, sekta binafsi ndiyo ambayo inaendelea kutoa mchango mkubwa zaidi kwenye uchumi wa nchi, kwa sababu katika kufanya hivyo ndiko ambako serikali inaweza kupata fedha ya kujenga barabara, mahospitali, shule, mifumo ya maji na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wanalenga zaidi kwenye sekta binafsi, ambayo ni hatua kubwa, na ndio maana ukienda kwenye ile miradi yote inasimamiwa na sekta binafsi, kwa sababu hawa ndio wanaoongeza mzunguko wa fedha katika jumuiya, lakini katika mataifa yetu. Kwa hiyo sekta binafsi wao ndio ambao ni wageni waalikwa maalum katika mazungumzo ya namna hii, na ndio maana utakuta kwamba marais hao wanapata nafasi pia ya kukutana na wafanyabiashara wa Tanzania, lakini vile vile wafanyabiashara wa Tanzania wanapata nafasi ya kukutana na wafanyabiashara wa Rwanda na vile vile wafanyabiashara kutoka Kenya. Kwa hiyo ni wakati ambapo wanakuwa na mazungumzo na kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuchochea zaidi
ukuaji wa uchumi kupitia sekta binafsi, na ni wakati ambapo pia marais hawa wanapata nafasi ya kuweza kuwasikiliza, kwa sababu hawa ndio watu wa maoni makubwa, ndio waliopo kwenye soko, ndio ambao wanafahamu ni nini kadhia ambazo zipo katika eneo lao la kibiashara. Kwa hiyo na hata ukiangalia ni kwamba marais hawa wanalenga zaidi kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wana sekta binafsi wanakuwa na usalama wa kimitaji, lakini wanakuwa na usalama katika uwekezaji ambazo wanakuwa wanazifanya, kwa maana ya kwamba wanawatengenezea mazingira ya kupata faida ili wao biashara zao ziendelee kukua zaidi na zaidi. Historia inatuonyesha kwamba mara kadhaa mataifa haya matatu kuna wakati yaliingia kwenye mgongano na mdororo, biashara zikayumba kidogo, hasa sekta binafsi ikaonekana kuathirika. Nini sasa ambacho kinapaswa kuwa somo na kinafaa kuchukuliwa ili kututoa hapa, kutusogeza mbele zaidi na uchumi wa nchi hizi tatu uendelee kukua na wafanyabiashara wastawi zaidi? Dudini, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na siasa safi, lakini vile vile ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na katiba ambazo zinawalinda wafanyabiashara, kwa sababu unajua mnaweza mkazungumza, lakini ikiwa hakuna mabadiliko kwenye sheria zetu, matokeo yake ni kwamba mfanyabiashara atakwambia kwamba rais leo ni Mheshimiwa Samia Suluhu, lakini kesho rais ni Nurdin. Je, Nurdin ataelewa sheria? Ataelewa yale maneno aliyoyasema? Au kitakacho kutulinda sisi wafanyabiashara ni matokeo yake atakimbilia kwamba kama hakuna mabadiliko ya sheria, maana yake ni kwamba bado zitakuwa ni bendera fata upepo. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba tunakuwa na sheria nzuri na kuhakikisha kwamba katiba zetu ziko katika mazingira ambayo yatachochea wafanyabiashara wetu kuweza kuwa na ujasiri wa kuendelea kufanya biashara zaidi na kuwa na ile amani ya kuona kwamba lolote litakalotokea basi ziko sheria na taratibu ambazo zinatulinda, lakini vile vile itazuia ile kuingiliwa sana kwa sekta ya kibiashara, kwa sababu hata mojawapo ya changamoto hizi tunazoziona ni kutokana na kwamba sekta inakuwa inaingiliwa na kila mtu. Huyu anakuja na lake, wa uvuvi anakuja na lake, wa ufugaji anakuja na lake. Kwa hiyo unakuta sekta inaingiliwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo sheria zetu ni vizuri sana kuangaliwa, ndizo ambazo wafanyabiashara wataziangalia zaidi kuliko kauli zinazotolewa na viongozi. Sheria lazima ziangaliwe, lakini jambo lingine, lazima nchi zetu viongozi waweze kuona kwamba ni kwa namna gani wanakuwa backup ya wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanakwenda mbele, lakini viongozi lazima wahakikishe wako nyuma yao, kuhakikisha kwamba hawarudi nyuma. Unajua ni kitu cha ajabu baadhi ya viongozi au watu kuona mfanyabiashara anafilisika alafu wakaona ni jambo la kawaida. Si jambo la kawaida hilo, inapaswa kuwa ni huzuni. Leo unamwona Bakhresa anaanguka kiuchumi, unapaswa kukimbia na kumuuliza tatizo ni nini, shida iko wapi, na uwe haraka kutoa msaada kwake. Lakini ukiangalia wafanyabiashara wengi wameachwa kama yatima. Kwa hiyo ni vizuri viongozi kuwa backup kubwa ya wafanyabiashara hawa, sio tu tuwaone wa muhimu kwenye kutoa michango ya kampeni na vitu vingine kama hivyo tukawaacha. Lazima tufahamu changamoto zao za kifedha. Kama kuna wakati wanaanguka, basi serikali iwe karibu kumsaidia huyu mfanyabiashara ili aweze kwenda juu. Kama ni masuala ya mikopo na kadhalika, tuone namna ya kusaidia wafanyabiashara. Ndivyo ambavyo mataifa makubwa duniani, Marekani, Ulaya na kadhalika, China, kokote kule wanavyofanya kwa wafanyabiashara. Unajua ni rahisi Mchina akija Tanzania akapata mradi na akaenda akawaambia kwamba nimepata mradi wa bilioni 800, lakini mimi na bilioni 20, mnanisaidiaje? Wakamsaidia kwa haraka. Kwa hiyo na sisi tuwe hivyo, tuone namna ya kuwasaidia wafanyabiashara. Tuondokane, wanasiasa wengi wanatengeneza ushindani kati yao na wafanyabiashara. Haipaswi kuwa hivyo. Wafanyabiashara wanapaswa kuwa msaada, wanasiasa wanapaswa kuwa msaada kwa wafanyabiashara, na hiyo ndio ambayo itaendelea kuweka uchochezi mkubwa wa wafanyabiashara kuendelea kupiga hatua na kutoa msaada kwa taifa letu. Tunahitaji mabilionea.
Tunahitaji mabilionea wa kutosha. Hakuna namna ambavyo tutasema kwamba sekta binafsi itakuwa wakati hatuna mabilionea na mamilionea wa kutosha. Kitu kitakachotuashiria kwamba Tanzania inakwenda juu ni tunapoona idadi ya mabilionea wanaongezeka, pale tunapoona idadi ya mamilionea wanaongezeka. Lakini ikiwa namba ni ile ile na watu ni wale wale, basi ujue kuna sehemu tunafanya makosa. Walter Nguma, nikushukuru sana. Asante sana Nordin. Ni mchumi huyo Walter Nguma ambaye tulikuwa naye hii leo tukiangalia ziara za marais wawili ambao wamekuja Ikulu Dar es Salaam. Alianza Paul Kagame wa Rwanda, masuala yalikuwa ni ya biashara na uchumi, lakini leo pia amewasili hapa Rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto, ambaye na mwenyewe pia amesisitiza kwamba kufika mwisho wa mwezi huu vile vikwazo ambavyo visio vya kikodi baina ya Tanzania na Kenya vitakuwa vimemalizwa. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga darubini hapo na kuona pia nafasi ya sekta binafsi na namna ambavyo Walter Nguma amesisitiza ni lazima serikali ishike mkono wafanyabiashara ili kutimiza malengo ya kuwa na mabilionea wengi. Nukta hiyo natufikisha tamati ya Uchanganuzi. Naitwa Nordin Selemani, kutakie tu mtazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Usiku mwema.